tukupe hofu ya Mungu, na ile hofu ya Mungu ikupe kuitumia mifumo kwa mapenzi ya Mungu. Na ndio maana anasema msiwe wajinga, mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Ukikosa kufahamu mapenzi ya Mungu kwako, unakuwa mjinga. Ukifahamu mapenzi ya Mungu, unakuwa na ufahamu. Kujua mwelekeo wa maisha yako kunaleta uhodari ndani yako. Kujua mwelekeo wa maisha yako kunaleta uhodari ndani yako. Kukosa kujua mwelekeo wa maisha yako kunaondoa uhodari ndani yako. Wakristo wengi sio hodari kwenye maisha yao. Wakristo wengi sio hodari kwenye maisha yao. Wengi ni Wakristo legelege. Wengi ni Wakristo chechemea. Wengi ni Wakristo dhaifu. Wengi ni Wakristo waoga. Wengi ni Wakristo waliojawa hofu. Kwa nini? Kwa sababu hawajui mwelekeo wa walipo na wanapoenda. Ndani yao kuna ujinga, ndio maana wamepoteza uhodari. Nisikilize, tuliitwa tuwe hodari, hatukuitwa tuwe dhaifu. Na ndio maana ukijiona we ni dhaifu, huo sio Ukristo. Ukristo ni uhodari. Ukristo ni uhodari. Acha nikupitishe kwenye maandiko uone kitu pale. Angalia kile kitabu cha Injili ya Mathayo, ile sura ya 17, ule mstari wa 14 hadi wa 21. Kuna kitu cha kupata pale. Injili ya Mathayo, ile sura ya 17, ule mstari wa 14 hadi wa 21. Injili ya Mathayo sura ya 17, ule mstari wa 14 hadi wa 21. Inasema namna hii: nao walipoufikia mkutano, mtu mmoja akamjia akapiga magoti akisema, Bwana, umrehemu mwanangu kwa kuwa ana kifafa. Umrehemu mwanangu kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya. Maana mara nyingi huanguka motoni, na mara nyingi majini, na nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Afu akasema, nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni kwangu. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka. Yule kijana akapona tangu saa ile. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha, wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akawaambia,